wa giza hujibadili kuwa malaika wa nuru. Ndipo uamsho bandia ndani ya kanisa, watumishi wa uongo ndani ya kanisa, na mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakitokea ndani ya kanisa, ni kwa sababu watu wengi wamejiambatanisha katika mazingira ambayo sio yake. Kuzimu imeshaandaa maagent ambao wako duniani kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba wanalipotosha kanisa la Mungu. Mtu wa Mungu, ni wakati wa kubadilika, nami ninaendelea kusema ya kwamba injili za mabadiliko. Je, umeamka kisawasawa au kuna sehemu inakusumbua? Je, uamsho ndani ya kanisa umekaa sawa? Ni swala la kujitafakari, watu wa Mungu. Watu wa Mungu, ni wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Ni yule mtumishi wako, mwite Howard Maemba, akiwa anatokea maeneo ya Iringa, Tanzania kwa sasa. Lakini leo ni jioni, ni usiku wa siku hii ya leo, siku ya baraka, siku ya amani, ambayo ilikuwa kwenye mitandao ya kijamii. Nikaona picha fulani, nikaanza kuitafakari, nikaanza kutafakari kwamba ina maana gani katika maisha yetu ya kila siku. Baada ya hapo nikaona Mungu ananisemesha kwa habari ya kuandaa somo fulani ambalo linazungumza kwa habari ya picha hiyo ambayo nimekuwekea hapo chini. Unaweza kuitazama vizuri ukatambua kwamba inamaanisha nini. Basi kabla ya yote tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako iliyokuu na ya ajabu. Asante Bwana kwa ajili ya mazingira na wakati kama huu ambao neema yako imeendelea kukua sana. Bwana, ulibariki somo hili litufai sisi watoto wako.